Inaelezwa kuwa Benjamin Netanyahu anachezea hisia za kutojiamini za Trump na kwamba hawezi kupambana bila kuwa na Marekani. Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu ameanzisha vita dhidi ya Iran, lakini anategemea ni Marekani ndio ambayo itaweza kutoa msaada mkubwa kwa ajili ya mapambano hayo. Kana na kile ambacho hadi sasa kimeonyeshwa na Iran, ni wazi Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu, kutokana na wachambuzi wa masuala ya kivita, wanasema hawezi kuhimili mapigo hayo, lakini pia hawezi kupambana peke yake kutokana na namna ambavyo Iran imefanya mashambulizi dhidi ya taifa lake la Kiyahudi. Wachambuzi wa mambo wanaenda mbali zaidi kusema kwamba kutokana na kile kilichoonekana wakati huu katika mapambano, hasa namna ambavyo Iran imetumia makombora ya kisasa zaidi ya kizazi cha 5 ambayo wameazalisha kwa wingi, inatajwa kwamba Israel hawana aina ya makombora ya kizazi cha 5 na hayakuzalishwa katika taifa hilo, na hivyo wakati huu wanategemea sana Marekani, na ndio maana katika baadhi ya operation wanategemea baadhi ya makombora ya B-2 kutoka nchini Marekani yaweze kutumika kufikia malengo yao, hasa ya kuharibu vinu vya nyuklia ambavyo vipo mbali sana, kama vile ambavyo vipo mbali wa takribani mita 800. Wamefanya mashambulizi katika maeneo mengi ya vinu vya nyuklia, lakini kwa taarifa zilizoelezwa ni kwamba vinu hivyo hawajavifikia kabisa, na hivyo sasa hivi wanategemea Marekani ingie moja kwa moja ili iweze kufanya uharibifu wa vinu hivyo. Wakati ulimwengu ukisubiri uamuzi wa Trump kuhusu shambulizi la Marekani, Anthony Scaramucci, mkurugenzi wa zamani wa mawasiliano wa ikulu ya White House aliyehudumu katika muhula wa kwanza wa Donald Trump, ameelezea mchakato wa kufanya maamuzi wa rais wa Marekani, akisema kwamba hakuna mshikamano, hakuna sera za msingi, ni sera za kuruka bila kufikiria kimkakati, analiambia shirika la habari la BBC. Scaramucci anaongeza kuwa mnadhani Benjamin Netanyahu amecheza na hisia za kutojiamini za Trump kuhusu namna anavyotaka kuonekana mbabe. Kimsingi Netanyahu hawezi kupambana peke yake, lazima apambane nyuma ya mgongo wa Marekani. Wakati huu amezidiwa, anahitaji Marekani kwa nguvu zote, na sasa anajaribu kumshawishi ajiunge na mzozo wake, anasema Benjamin Netanyahu. Hata hivyo, mara kadhaa Netanyahu inadaiwa kwamba alikatazwa asifanye mashambulizi dhidi ya Iran wakati wa mazungumzo kati ya Marekani na Iran. Hata hivyo, Bwana Scaramucci amezungumzia uwezekano wa Marekani kuhusika katika mabadiliko ya utawala nchini Iran, na anasema hatujajifunza chochote katika miongo miwili. Sio wazi kwangu wa Marekani wanapaswa kuwa ndio wanaosukuma mabadiliko ya utawala, anasema Bwana Scaramucci ambaye aliwahi kuhudumu katika serikali iliyopita ya rais wa Marekani Bwana Donald Trump. Zaidi anasema kwamba katika nyakati ambazo hata Marekani yenyewe imeona ni kwamba Iran wakati huu ni Iran tofauti na Iran ya miaka iliyopita. Iran wakati wa vita vya Iraq na wakati wa vita zingine, Iran imekuwa tofauti kabisa. Iran ina uwezo mkubwa kuliko wakati huo, na sasa hata Marekani itaingia katika vita hivyo ikiwa Donald Trump atakubali, lakini kwa tahadhari kubwa sana. Hata hivyo, wachambuzi wa mambo wanasema kwamba vita hii ni vita ambayo inaweza ikamalizika kwa mazungumzo, lakini kwa mapambano ni vita ambavyo itaweza kusababisha mataifa mengine kuingilia kati. Ikiwa Marekani itaingilia kati, kuna mataifa mengine yanaweza nayo pia kuingilia kati mzozo huu, na hivyo kufanya mzozo kuwa mkubwa zaidi na kuhatarisha usalama wa kikanda, lakini pia usalama wa ulimwengu. Mtazamaji, nawe pia una nafasi ya kulike, una nafasi ya kucomment, kadhalika na kusubscribe channel hii ikiwa bado hujafanya hivyo. Utaweza kuyajua mengi ya ulimwengu kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uweze kuyajua ya ulimwengu.